Siri ya Nyamuswa sehemu ya kwanza. Wanasema uzuri wa sura ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini tabia ndio huamua heshima ya mtu mbele ya jamii. Wapo watu wanaotumia uzuri wao kwa kujenga maisha ya wengine, na wapo watu ambao wanaotumia uzuri wao kuumiza mioyo isiyo na hatia. Mara nyingi wanafanya hivyo huamini kwamba hawatakuja kukutana na matokeo ya matendo yao. Lakini maisha yana namna yake ya kumfundisha kila mtu katika dunia hii, kwa wakati wake na kwa njia ambayo hauitarajii. Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Nyamuswa. Simulizi inayotupeleka ndani ya kijiji cha Nyamuswa mkoani Mara, ambako tunaanza na safari ya kijana mmoja ambaye aliamini kwamba hakuna binti ambaye angeweza kumkataa katika ulimwengu huu kulingana na kiburi cha uzuri wake. Kijana aliuchukulia moyo wa mwanamke kama mchezo wa kushinda na kuondoka. Lakini je, kila mchezo unaweza kuendelea milele, au ipo siku ambayo mchezaji hukutana na mtu ambaye anabadili sheria zote? Karibu tusafiri pamoja katika simulizi hii, simulizi yenye taharuki, hisia, mafumbo na funzo kubwa kwa jamii. Hii ni Siri ya Nyamuswa sehemu ya kwanza. Anayetupa kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Daudi. Msimuliaji ni mimi Faraja Simkwai. Simulizi yetu inaanzia mkoani Mara. Ni katika kijiji cha Nyamuswa ambapo maisha ya kawaida yalikuwa yanaendelea kwa utulivu kama ilivyokuwa vijiji vingi vya Tanzania. Asubuhi watu walielekea mashambani, wengine walielekea sokoni, huku jioni watu wengi wakijikusanya kwenye vibaraza vya nyumba zao kusimulia habari za siku nzima. Lakini pamoja na utulivu huo, kulikuwa na jina moja ambalo lilitajwa karibu kila siku. Ni jina la kijana aliyefahamika kwa jina la Daudi Masudi. Daudi Masudi alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 27 tu. Alikuwa akijishughulisha na biashara ndogo ndogo kijijini kwao. Watu wengi walimfahamu Daudi kwa uchapakazi wake, lakini kilichomfanya ajulikane zaidi hakikuwa biashara tu, bali ilikuwa ni sura yake. Daudi alijaliwa kuwa na sura nzuri. Daudi alikuwa mtanashati kupita kiasi. Daudi alivaa nadhifu kila alipotoka nyumbani kwao. Daudi alijua kuchagua manukato yaliyovutia. Nywele zake Daudi zilikuwa zimepangiliwa vizuri muda wote, na tabasamu lake lilikuwa silaha iliyowafanya mabinti wengi kupoteza umakini walipomuona. Na jambo hilo ndilo lililomjengea kiburi kikubwa Daudi. Daudi aliamini kuwa duniani hakuna binti yoyote ambaye angeweza kumkataa. Na mara nyingi Daudi alipokuwa amekaa na marafiki zake chini ya mti mkubwa karibu na soko la Nyamuswa, Daudi alijigamba bila aibu kwa kusema maneno haya: jamani, mimi nikimtaka msichana yoyote katika kijiji hichi, hata katika mkoa huu, ni swala la muda tu. Yaani hakuna mwanamke ambaye anaweza kusema hapana mbele yangu." Marafiki zake walicheka sana, wengine wakimsifu Daudi kwa maneno yake, lakini wengine walinyamaza wakijua kwamba maneno hayo hayakuwa ya kujivunia, bali kuna janga ambalo alikuwa anataka kulichuma. Lakini Daudi hakujali. Kwa upande wake Daudi, mapenzi hayakuwa mahali pa kujenga familia. Yeye mapenzi kwake alifanya ni kama mchezo tu. Daudi alijua namna ya kuzungumza kwa upole, namna ya kumtazama binti machoni, na namna ya kutoa ahadi tamu, na namna ya kumfanya binti ajisikie ndiye mwanamke wa pekee katika dunia hii. Na baada ya Daudi kuaminiwa na binti ambaye alikuwa anamtaka, baada ya kupendwa na baada ya kupata kile ambacho alikuwa anakitaka, Daudi alitoweka ghafla. Daudi hakupiga simu kwa huyo binti, hakutuma salamu, hakueleza sababu kwa nini amekuwa kimya ghafla. Daudi aliendelea kutafuta binti mwingine kana kwamba hakuna kitu ambacho kiliwahi kutokea katika maisha yake. Kutokana na tabia hiyo, mioyo mingi ya mabinti ilivunjika ndani ya Nyamuswa. Baadhi ya mabinti walilia kwa siri usiku, na wengine walikosa kabisa imani na mapenzi. Na wachache walitamani hata kuhama kijiji ili wasiendelee kukutana na kumbukumbu za maumivu aliyoachia Daudi. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni kwamba pamoja na yote hayo, bado kulikuwa na mabinti wapya ambao walikuwa wakiingia kwenye mtego wa Daudi kila siku. Kwao Daudi alikuwa bado ni ndoto yao, na kwa Daudi wao walikuwa ni burudani ya muda mfupi tu. Na siku moja babake Daudi aliporudi nyumbani, alimkuta Daudi akiwa amekaa sebuleni huku akijitazama kwenye kioo huku akitabasamu. Babake Daudi alimtazama sana kijana wake. Alimtazama kisha akatikisa kichwa kwa masikitiko. Kisha akamwita akisema, "Daudi mwanangu." Daudi akasema, "Naam, nakusikia baba." Babake Daudi akamwambia Daudi, akasema, "Kijana wangu, uzuri aliojali wa mtu na Mungu ni baraka. Lakini kama ukianza kuutumia uzuri huo kwa kuwaumiza watu wengine, siku moja utageuka kuwa laana kwako."
Daudi alitabasamu kwa dharau, kisha akasema baba bwana, yani wanawake wenyewe ndio wanaojileta. Mimi hata siwalazimishi. Nikiachekea kidogo tu tayari washajaa. Babake Daudi alivuta pumzi ndefu kisha akamwambia mtoto wake. Akasema, Daudi, kila siku nakusikia ukitajwa na mabinti tofauti tofauti. Leo huyu analia, kesho yule analalamika. Huo sio ustaarabu kwa mwanaume, mtoto wangu. Mwanaume wa kweli uchague chaguo lililo sahihi, na mwanaume hajivunie uzuri wa sura. Daudi alicheka sana baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa babake. Akasema, baba bwana, baba, maisha ni mafupi. Kila mtu ajitafutie furaha yake mwenyewe. Hao ambao wanaishi kwa kuwaheshimu hao wanawake hawafi au? Achana nao maneno baba. Maneno hayo yalimuumiza sana mzee Masudi ambaye ni babake Daudi. Mama yake Daudi ambaye alikuwa akisikiliza mazungumzo hayo akiwa mlangoni, naye aliingilia kati mazungumzo hayo. Akasema, mwanangu, usidhani kilio cha mwanadamu upotea bure. Hakipotei hata siku moja. Kuna machozi ambayo huenda moja kwa moja mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kama ukiendelea kuwaumiza watu, ipo siku utajutia kile unachokifanya kwa wakati huu. Lakini Daudi hakutikiswa hata kidogo na maneno ya wazazi wake. Daudi alisimama, akachukua funguo za pikipiki yake, kisha akatabasamu na kuongea. Akasema, jamani, wazee mnawaza sana. Hakuna kitu ambacho kitanitokea mimi. Mimi ni kijana afu ni handsome. Nyinyi mnanionaje? Mmejua kunitoa jembe bwana. Kisha Daudi akawasha pikipiki yake na kuondoka, huku akiwacha wazazi wake wakitazamana kwa huzuni. Walijua fika kwamba walikuwa wamezaa mtoto mzuri wa sura, lakini mwenye moyo uliokuwa umejaa kiburi kuliko kawaida. Bado tunaendelea na simulizi yetu ya siri ya Nyamuswa. Basi siku zikazidi kusonga mbele, lakini tabia ya Daudi haikubadilika hata kidogo. Na kadri siku zilivyozidi kupita, ndivyo Daudi alivyozidi kuamini kwamba hakuna mwanamke ambaye angeweza kumshinda kwa akili. Daudi alikuwa akijigamba kila kona akisema kwamba, yani mimi nikimtazama tu binti mara mbili pap, ujue ameshaingia kwenye mstari. Marafiki zake Daudi walicheka tu. Wengine walimpongeza kana kwamba Daudi alikuwa amefanya jambo la kujivunia. Na pia Daudi hakujali maonyo ya wazazi wake wala maneno ya wazee wa kijijini pale. Daudi aliona kila aliyemshauri alikuwa anamuonea wivu. Na kila Daudi alipokutana na binti mpya, alianza kwa maneno matamu yaliyowafanya wengi waamini kuwa wamekutana na mwanaume wa ndoto zao. Daudi aliwajali kwa siku chache, aliwapa matumaini makubwa, aliwaahidi maisha mazuri ya baadaye. Lakini baada ya muda mfupi, Daudi alianza kupunguza mawasiliano. Simu hazikupokelewa, ujumbe haukujibiwa, na mwisho wake alitoweka kabisa kana kwamba hakuwahi kuwafahamu. Baadhi ya mabinti walifika mpaka nyumbani kwao wakitaka kujua walikosea wapi, lakini Daudi alikuwa anajibu moja tu kwamba mapenzi yameisha, maisha ni lazima yaendelee. Jibu hilo lilikuwa kama kisu kilichochoma mioyo ya mabinti hao. Hata hivyo, jambo la kushangaza ni kwamba wakati Daudi akiendelea kuchezea moyo wa kila binti aliyekutana naye, kulikuwa na msichana mmoja tu ambaye alikuwa tofauti kabisa kwa upande wa Daudi. Jina lake alikuwa anaitwa ni Amina. Amina hakuishi Nyamuswa. Yeye aliishi katika kijiji kilichokuwa umbali wa kilomita kadhaa kutoka Nyamuswa. Na mara nyingi Daudi alikuwa akisafiri kwenda kumuona bila mtu yoyote kujua sababu ya safari zake. Tofauti na mabinti wengine, Amina hakuwahi kujua tabia halisi za Daudi. Amina alimuona Daudi ni kama kijana mwenye heshima, mwenye malengo na anayefaa kuwa mume wa maisha yake. Na Daudi pia kwa mara ya kwanza alikuwa na mpango wa kweli, alikuwa na mpango wa kumuoa Amina. Daudi aliwaambia marafiki zake kwa sauti ya kujiamini kwamba, yani hawa mabinti wengine ni wakupoteza muda tu, lakini Amina, huyo ndio mwanamke wa maisha yangu, ndio mwanamke ambaye nitamuoa. Marafiki zake walishangaa sana. Wakamuuliza, "Kwa nini Amina? Mbona mabinti wengi sana wamepita hapa na wengi wanakupenda na wako tayari wewe mume wao?" Daudi alitabasamu kwa dharau kisha akasema, "Jamani, kila mwanaume katika ulimwengu huu ni lazima awe na mke pindi muda utakapofika. Lakini hilo alinizuia kufurahia maisha kabla ya kufunga ndoa." Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya marafiki zake kukaa kimya. Walianza kuona kwamba Daudi alikuwa amefanya mioyo ya mabinti kuwa kama vitu vya kuchezea. Daudi hakuwaza maumivu yao, hakuwaza machozi yao, alijali zaidi ushindi wake pekee. Bado tunaendelea na simulizi ya siri ya Nyamuswa. Basi siku moja ilikuwa ni alasiri, siku ya Jumamosi. Kimvuli cha mti mkubwa wa mnyonge uliokuwa pembeni ya soko la Nyamuswa kilikuwa kimejaa vijana waliokusanyika kupiga stori za hapa na pale na shughuli za kila siku. Daudi alikuwa ameketi katikati yao kama ilivyokuwa kawaida yake.
Kicheko chake kilisikika mara kwa mara, huku Daudi akisimulia visa vya hapa na pale. Wenzake tayari walikuwa wameshamzoea kwa majigambo yake, hasa alipokuwa akizungumza kuhusu wasichana. Daudi alikuwa anasema kwamba, yani mimi nikitaka kuwa na binti, sihangaiki sana. Daudi alisema huko akitabasamu kwa kujiamini. Akawa anasema, cha muhimu ni kujua tu namna ya kuzungumza na binti. Wengine wanashindwa kwa sababu hawajui kujiamini. Kabla mazungumzo hayajaendelea, kijana mmoja ambaye alikuwa ameketi pembeni alinyamaza ghafla. Kisha akasema, "Wo. Jamani, mnaona kama mimi ninachokiona?" Kijana yule aliuliza huku akielekeza macho yake upande wa barabara ya vumbi iliyopita karibu na soko. Vijana wote wakageuka. Kulikuwa na binti mmoja akitembea taratibu. Binti huyo alivaa vazi refu la heshima lililomfunika vizuri kabisa. Kichwa cha yule binti kilikuwa kimefunikwa kitambaa chepesi. Binti yule alitembea kwa utulivu, macho yake yakiwa mbele bila kutazama huku na kule kama ilivyokuwa kwa wageni wengi waliokuwa wakifika kijijini. Binti huyo hakuwa amejiweka mapambo mengi usoni, hakuwa na mavazi ya mitego kwa vijana, lakini binti huyo alikuwa na haiba iliyowafanya watu wengi waliokuwa sokoni wageuze shingo zao na kumtazama. Daudi alimfuatilia kwa macho msichana yule mpaka alipowapita. Kisha Daudi akatabasamu, akasema, "Da! Mashallah. Huyu ni nani tena? Ha. Wanangu, yani ni kama malaika ameshushwa mbele yangu. Yani huyu malaika ameshushwa kwa ajili ya Daudi tu." Daudi aliongea maneno hayo, lakini hakuna hata mtu aliyemjibu. Mmoja wa vijana ambao walikuwa wamekaa na Daudi alisema, akasema, hata mimi sijai kumuona Nyamuso huyu binti. Na mwingine pia akaongeza, akasema, nami pia. Huenda ni mgeni. Daudi akiendelea kumtazama msichana yule mpaka alipopotelea kwenye kona ya barabara. Kisha Daudi akatikisa kichwa pole pole. Kisha akasema, huyu binti anaonekana ana heshima sana. Yani ana heshima iliyopitiliza. Wenzake wakamgeukia Daudi. Daudi akaendelea kusema, akasema, yani ukimtazama hata mavazi yake tu yanaonyesha hajazoea mambo ya ovyo ovyo. Daudi bado aliendelea kusema, akasema, binti huyu amejistiri vizuri sana. Tena hana hata ile tabia ya kutembea huku akiangalia kila mwanaume anayekutana naye. Baada ya kusema maneno hayo, kijana mmoja akacheka. Akasema, Daudi bwana, mbona leo umemsifia sana huyo msichana kijana? Kuna kitu nini? Au ndo unataka uanze kuzicheza karata zako mwenyewe tu? Daudi akavuta kiti chake mbele kidogo, kisha akakunja mikono yake. Akasema, kwa kweli natamani kuwa na mwanamke wa aina hii. Yani natamani, sijui nashindwa kuweka sawa neno hili. Kijana mmoja akamuuliza, akasema, unataka awe mke wako au? Na mimi utamwachia nani? Daudi akatikisa kichwa kwa kitabasamu, akasema, bwana, usikimbilie huko. Yani nataka kwanza nimfahamu. Natamani nijue penzi la binti mwenye heshima kama huyu linakuaje. Kijana mwingine akamchokoza kumuuliza swali, akasema, una uhakika utashindwa? Daudi akacheka kwa sauti kisha akasema, kushindwa? Mimi? Labda sio Daudi mimi. Wewe, mimi ndo Daudi skari ya warembo hapa. Chezea mimi wewe, utalala njaa. Daudi akanyanyua mabega kwa majivuno. Kisha kaendelea kusema, akasema, yani mimi nakwambia kwamba hakuna binti ambaye nimemtaka akanikatalia. Yani huyu naye atakuwa kama wengine tu. Cha muhimu ni kujua wapi pa kuanzia. Vijana waliokuwa na Daudi wakatazamana. Wengine walicheka wakiamini ni utani wa kawaida tu, lakini wawili kati yao walibaki kimya. Walimfahamu Daudi kuliko mtu mwingine yeyote yule. Walijua kila alipomwona binti na kusema maneno kama yale, mara nyingi mwisho wake haukuwa mzuri kwa binti yule. Basi tangu siku ile Daudi alipomwona yule binti kwa mara ya kwanza, Daudi hakuwa yule wa zamani. Mara kwa mara alijikuta akifikiria sura yake, namna alivyokuwa ametulia na jinsi alivyokuwa amejistiri, tofauti na mabinti wengi aliowazoea. Daudi akawa anajisemea, akasema, huyu mwanamke si wa kawaida. Yani kila nikikumbuka mbona nahisi kama moyo wangu unaenda kasi hivi. Basi siku iliyofuata Daudi aliamua kuanza kumtafuta yule msichana. Daudi alizunguka sokoni kwa muda mrefu akiamini kwamba huenda angemwona tena yule msichana, lakini hakufanikiwa. Daudi akaenda kwenye kisima cha kijiji ambako wanawake wengi walikuwa wakichota maji, lakini msichana yule bado hakuonekana. Basi siku zikapita, Daudi hakukata tamaa. Daudi alianza kuuliza watu kwa ujanja bila kuonyesha kwamba alikuwa na jambo kubwa na yule binti. Daudi alikuwa anasema, jamani, hivi yule binti ambaye alipita hapa juzi anatoka katika familia gani? Wengine walinua mabega wakisema, hatumjui. Anaonekana ni binti mgeni. Wengine walisema, atakuwa ni mgeni Daudi, maana hata hatujui. Sisi wenyewe ndio ilikuwa mara ya kwanza kumuona siku ile.
Basi baada ya siku kadhaa za Daudi kuuliza huko na kule, mzee mmoja ambaye alikuwa na duka la bidhaa mbalimbali akamwambia Daudi. Akasema, Daudi, kila siku wewe unamuuliza binti, au unamaanisha yule binti mrefu mwenye mavazi ya heshima yule? Daudi akasema, ndio huyo. Umejuaje mzee? Ni mtoto wa nani? Yule mzee akasema, yule binti anaitwa Boke. Amehamia katika kijiji hichi muda sio mrefu, na anaishi kule mwisho wa kijiji, karibu na njia inayoelekea mtoni. Daudi alitabasamu, akasema, asante sana mzee wangu. Basi tangu siku hiyo, Daudi alianza kupita mara kwa mara kwenye eneo hilo kana kwamba alikuwa na shughuli zake. Wakati mwingine Daudi alipita asubuhi, mara nyingine jioni, na siku nyingine Daudi alisimama mbali kidogo akitumaini kwamba angemuona yule binti akitoka nyumbani kwao. Basi haikuchukua muda mrefu. Siku moja Boke alitoka nyumbani kwao akiwa amebeba kikapu kidogo mkononi, alikuwa akielekea sokoni. Basi Daudi akaona hiyo ndio ilikuwa nafasi aliyokuwa akisubiri. Daudi alitembea kwa hatua za kawaida mpaka alipomkaribia. Daudi akamwambia, "Hello dada, habari?" Boke akamwangalia kwa sekunde chache kisha akasema, "Salama." Daudi akamwambia, mimi naitwa Daudi." Boke akaitikia kwa kutikisa kichwa, akasema, "Sawa Daudi, nikusaidie nini?" Daudi akasema, "Samahani dada, kuna siku nilikuona sokoni, nikasema ngoja siku nikikuona kwa mara nyingine nikusalimie, au nimefanya vibaya dadangu?" Boke akamwambia, "Hapana kaka, hujafanya vibaya, ila asante na mambo mengi ya kufanya." Baada ya Boke kusema maneno hayo, akaendelea na safari yake. Daudi akabaki amesimama. Daudi hakutarajia mazungumzo yangeishia hapo. Na siku iliyofuata, Daudi akajaribu tena. Daudi alimkuta Boke yupo karibu na kisima. Daudi akamsalimia Boke, "Habari za leo dada?" Boke akaitikia, "Nzuri tu, nikusaidie nini?" Daudi akamwambia, "Bwana, unaendeleaje?" Boke akamwambia, "Naendelea salama. Huna kazi zingine za kufanya au upo hapa kuuliza maendeleo ya kila mwanakijiji?" Majibu ya Boke yalikuwa ni mafupi kiasi kwamba hayakutoa nafasi ya kuendeleza mazungumzo. Daudi alijitahidi sana kutafuta mada nyingine, lakini Boke alimwaga kwa heshima na kuondoka. Na kadri siku zilivyozidi kupita, ndivyo Daudi alivyozidi kugundua jambo moja, kwamba Boke hakumkwepa kwa dharau, lakini pia hakumpa nafasi Daudi ya kuzoeana. Na Boke hakupenda mazungumzo marefu, hakupenda masiara yasiyo na sababu. Na kila walipokutana Daudi na Boke alizungumza kwa heshima kisha kaendelea na shughuli zake zingine. Hali hiyo ilimshangaza sana Daudi. Kwa mara ya kwanza, Daudi alikuwa amekutana na binti ambaye hakuwa ameonyesha kuvutiwa na sura yake wala maneno yake matamu. Lakini jambo hilo halikumkatisha tamaa Daudi. Badala yake lilimfanya azidi kutamani kumfahamu zaidi Boke. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Nyamuswa. Ni siri ipi ambayo Daudi anataka kutuambia iliyojificha katika kijiji hichi cha Nyamuswa? Ili kuyafahamu yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Ukumbuke majina na mahali yaliyotumika katika simulizi hii si majina halisi, bali ni ya kufikirika tu. Siri ya Nyamuswa.